Wanasema anger can lead to mental illness. Jamani, naomba mnisikilize hapa vizuri. Hasira inaweza kumpelekea mtu apate magonjwa ya akili. Hasira inaweza ikasababisha mtu aanze kutumia vilevi, ambapo vilevi sio vizuri. Ukiingia kwenye addiction tayari ile is a mental disease, lakini pia unaweza ukapata magonjwa ya akili yanayosababishwa na vilevi. Mfano sisi hospitali tunasema substance induced psychosis, yani labda cannabis induced psychosis, ugonjwa wa akili uliosababishwa na matumizi ya bangi. Alcohol induced psychosis, ugonjwa wa akili uliosababishwa na matumizi ya nini? Ya pombe. Kuna watu wanazima kifafa kwa sababu ya pombe. Wengine akishalewa anafanya fujo, anapiga, ana tofauti gani na mgonjwa wa akili? Sijui mmenielewa jamani. Kwa hiyo hasira inasababisha mtu apate magonjwa ya akili, lakini high blood pressure. Kwa sababu ukipata hasira mapigo ya moyo yanaenda kasi, yanapanda juu. Sasa ukiwa unapata mara kwa mara, kuna siku yatapanda, hayatashuka. Jamani, tunaelewana? Vitu vingi vya kisaikolojia, vitu vingi hivi vya masuala ya mental health vinapelekea sana tupate ya magonjwa ya mwili, vidonda vya tumbo, sijui blood pressure, maumivu ya kichwa, maumivu ya mgongo. Lakini wengi tunatibugi yale ambayo ni matokeo, lakini yanaanzia huku. Lakini pia affect performance makazini, majumbani. Kama sisi wanawake tukiwa na stress na hasira, tunaziraga tendo la ndoa. Uongo kweli? Tumegombana asubuhi, jioni unanigusa. Naona kama miba unashika. Wanawake tuna hiyo shida. Tumeelewana jamani? Performance hata kwenye tendo la ndoa, kazini, hata malezi ya watoto. Ukiwa na hasira unamwambia dada mtoe nepi, yani you don't feel hata kumshika mtoto wako. Lakini ukiwa tu uko vizuri, hebu mlete mara moja, unamtoa haraka kwa sababu you feel. Unajua kulea ni kufeel, unamfeel yule mtoto, unaona ni wako, unajisikia raha kumtendea. Lakini ukishakuwa na hasira, hata kale katoto unaweza kukafalisha haraka tu. Hebu nenda kwa babako. Yaani unahisi kama yule baba amekosea hata kumleta yule mtoto duniani, kumbe ni wako.